saidia sana, na kama utashindwa kulifuata kwa haraka, basi tutaendelea huko mbele. Kwa hiyo nitakuwa na vipengele kama vinne. Nitakuwa na kipengele A, B, C na D. Vipengele vinne tu na vieleza, lakini natamani kwa haraka, kwa sababu tunakuja kusema aina ya somo letu. Sasa tuanze kwanza hapo tunaposema Roho Mtakatifu na kazi zake. Nafikiri muhimu kwanza tunajua Roho Mtakatifu ni nani. Si sawa? Na kwa sababu niko fasta tena nyuma, niseme tu kifupi kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kuu kati ya nafsi tatu za Mungu. Mungu ana nafsi zake tatu na anatenda kazi katika huo utakatifu, utatu mtakatifu. Lakini nafsi ya kwanza ni tu, nafsi ya pili ni tu, nafsi ya tatu ni tu tena. Kwa hiyo kuzungumzia nafsi tu, moja wapo hizo nafsi tatu tu. Na kwa nini zote ni tu? Hakuna inayoshinda nyingine. Ile nafsi ya kwanza inaitwa Mungu Baba, nafsi ya pili inaitwa Mungu, na nisisema ya pili, nafsi nyingine. Kwa sababu hiyo inaweza kuwa ya kwanza, yaweza kuwa ya pili, yaweza kuwa ya tatu. Amen. Kwa tukisema ya kwanza, tukasema ni ya pili, tukasema ni ya tatu, ndio tunakosea heshima. Nafsi kuu tatu. Nataka tuzungumzie nafsi moja wapo kati ya nafsi kuu tatu. Amina. Nirudie kusema tena, kwa nini zinaitwa kuu? Kwa sababu zinaonekana kiutendaji, kila moja ina uwezo kutenda sawa na nyingine. Na katikati hizo ama katika hizo hakuna yenye kuonekana ni dhaifu. Amina. Hata kusikia inaita nyingine kana kwamba nataka msaada, ni mbwembwe tu za kiungu, ni mbwembwe tu za kiungu, ni kama tu. Yesu anasema hivi, ohe, haina budi mimi niende mbinguni, niende kwa Baba, maana nisipoondoka tuna baadhi ya mambo hamtaona yalitokea. Maana mwenye dhamana hiyo anaitwa Roho Mtakatifu. Huyo amepewa zamana. Kwa hiyo kuna agreement, kuna makubaliano. Nikienda kwa Baba, maana ni mambo ambayo tayari yako kwenye formula. Na tukisoma maandiko unaona Yesu kama ukimwangalia kwa jicho la kawaida ni kama mateso yake yameanzia hapo aliposhuka. Lakini ukisoma maandiko unaona before ulimwengu, misingi ya ulimwengu kuwako, eti alitolewa, akafa, akachinjwa ila hajazaliwa. Kwenye mpangilio wa kimungu kwenye ulimwengu wa roho, mbingu zitathibitisha kabla mimba haijatolewa, yeye hajatungwa, yeye maandiko yanashuhudia kwamba alikuwa ameshapisha kumtolea Mungu, ametoa uhai wake. Kama kwa hapa sema haleluya. Hivi nitakuwa nimeeleza kwenye kwa msingi sio? Kwa hiyo wewe uhakika Roho Mtakatifu ni nafsi tu kati ya hiyo tatu tu. Kwa hiyo utendaji wa huyu Roho Mtakatifu ni sawa na kule kusema utendaji wa Mungu Baba. Na tunayajuaje yote yale sasa? Tunaona kwamba kama vile Roho Mtakatifu alivyomfufua Kristo, hakuna chukua sikio la dada. Ina maana Yesu kwa Roho Mtakatifu ndiye aliyemtoa kaburi. Kuna mtu hajaelewa, ni kama nimetumia neno magumu kidogo. Roho Mtakatifu tunapata akili kwamba ni Mungu kamili. Kile Yesu anashuhudia sema, naam, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka
uambie ulimwengu, Roho wa Bwana amenipaka mafuta. Hata nasema baada ya kupaka mafuta na yeye, sasa nina uwezo wa kuwatangazia masikini habari njema. Waliofungwa hufunguliwa, waliosekwa. Tunasema chanzo cha haya, Roho wa Bwana amenijilia, amenipaka mafuta. Kwa Anaki alimpaka mafuta, Anaki alimfufua. Halafu kiwa dunia anasema Baba, kwa tunagundua ni vyeo tu. Mzee amejipa mwenyewe kuweka protokoli. Mama, mbona umenielewa kwa siku zote mwanamke? Bila Yesu makofi sana. Hebu ongea makofi mengi. Wadada anasema sio wewe. Wanadamu wajapo ni simanga. Wanadamu wajapo ni kufuru. Mimi wakinifananisha na shetani, baina bure, mkuu wa mapepo, lakini nawaambia ole wewe, ole wa mtu. Ninapoondoka atakuja Roho Mtakatifu, atakuwa mtu na bahati mbaya akimkufuru, maana yeye hatakuwa na msamaha duniani, kwenye ulimwengu huu wa dunia na ulimwengu ujao hatakuwa na msamaha. Anaonyesha Roho Mtakatifu sasa ni kama komesha mpeche, wanatukuzana. Kwenye introduction hiyo, si mtu atakuwa akili yake imefunguka kusikiliza hivi kwa makini sana. Yaani unahuzunika. Yesu akamwambia unahuzunika sana. Usiogope. Yaani kwa kweli nimeondoka, mimi naondoka. Usiogope, anayekuja. Mtaona mziki wake. Yaani akimsote kidole umekwisha. Ni bora unisote nini? Yeye akija ukimnyoshia kidole umekwisha. Kwa nini? Yeye ndio mfunga hesabu. Baada ya yeye kanisa linanyakuliwa. Kwa hiyo nyuma hatutakuwa na nabii wala mjumbe atakayekuja sema Yesu ni Bwana, Yesu anaokoa. Yeye ndio anakuja, ndio mfunga hesabu zote. Mungu alituma manabii wakati wakina Musa, wakina Elia, wakina nani, wakahubiri watu wakawa mioyo mikuu. Mwana wa Mungu Yesu naye akapinga, akahubiri watu wakambeza. Nasema inakuja bulldozer la mwisho, msipomsikia hesabu inafungwa. Yaani ule msihaki nabii aliyetumwa na Mungu. Elia, hukuelewa. Mwana wa Mungu amekuja naye tena. Amemimina na kufufua watu kwa kuelewa. Roho Mtakatifu anakuja kumalizia msipoelewa. Nyuma hakuna neema tena. Azifanyazo nishauri tu mapema sasa hivi kwamba kazi zake ni nyingi, shughuli zake ni nyingi, na hakuna wezaye kuzihubiri akazimaliza, na hakuna wezaye kuzihesabu akawa mtoshelezi. Ila ninachokisema kazi zake ni baadhi ya kazi anazozitenda wakati huu. Kwa nimeeleweka kwamba kazi unazozisikia sasa hivi usiende nazo kuzihubiri kwamba Baba amesema kazi zake hizi hapa. Utakuwa umejichanganya mwenyewe. Ni baadhi ya kazi anazozifanya. Namba 1, kazi ya Roho Mtakatifu katika kipindi cha kwanza hiki. Jambo la kwanza, yeye ni kiongozi wa mtu watu wa kanisa. Ndio mambo matatu hapo. Yeye ni kiongozi. Wewe unaweza kuandika shortcut. Mimi kama unanisikia tu kwamba yeye ni kiongozi. Sasa mimi naandika ni kiongozi wa mtu, wa watu, kiongozi wa kanisa. Wewe kusema muda unaweza kuandika tu ni kiongozi. Maandiko Luka 4:1. Na kama nisipate mtu kusoma haraka,
ili nione kama naweza nikaenda. Maandiko yanasema Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote. Hebu anzia upya tena hapo mstari wa kwanza 4:1. Taanzia 4:1. Ili watu na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Asante. Kuna mengi pale ambayo kwenye maelezo yangu utayaelewa vizuri kabisa. Lakini nimeona wazee kwanza hapo kwamba Roho Mtakatifu ni kiongozi, na kwa nini ni kiongozi tumesema naye Yesu akachukuliwa na Roho Mtakatifu akielekea huko panapo nyikani, lakini hakuwa ameenda mwenyewe. Maandiko yanasema akiongozwa na Roho. Kwa hiyo kwenda nyikani kwenye mtanange wa maombi, kwenye mabishano ya ushindani dhidi yake na adui yake Shetani, anasema alikuwa anaongozwa na Roho. Tena sio mazingira akayasema akiwa amejaa. Akaongozwa panapo eneo moja limetajwa nyikani ili ajaribiwe. Kwa kuingia kwenye majaribu alienda akiwa ameongozwa na hiyo Roho Takatifu yenye nguvu, yenye uwezo, yenye kuokoa, yenye kuponya, yenye uwezo. Andiko linasema ile hekima ya Roho Mtakatifu iliyokuwa ndani ya Stefano, hakuna mtu aliyeweza kushindana na ile hekima ambayo Roho wa Bwana alipoifunika ndani ya Stefano. Hakuna mtu aliinuka ile shindano, na hekima huwezi kushindana na Mungu ukaweza. Namshukuru mtu mmoja anaitwa Gwajima, nilimsikia anafanya sema mimi nimebobea kwenye teolojia, nimesoma, lakini nataka niwaambie tunasoma vyuo ili tu kutimiza matakwa ya kikatiba, matakwa ya kidunia, matakwa ya kielimu, lakini hakuna wezaye kumsoma Mungu. Huwezi kumsoma Mungu wewe. Huwezi kumsoma Mungu wewe. Huwezi kumsoma Mungu wewe. Akili zake. Maandiko yanasema hakuna wezaye akazichunguza. Anasema njia zangu zi juu sana. Anasema mawazo yangu si sawa na mawazo yenu. Kwa akili zangu hakuna wezaye kuzichunguza. Na ukikawa na teolojia, Biblia wanacheka tunasema kwa kuwa nikamfumo tulishakubali tangu wakati wa chuo cha nabii Isaya na nabii Elisha, basi endelee. Lakini hakuna wezaye kulisoma nini? Uisome Roho. Ikiamua inabadilika, mwili wasilika. Ikiamua inatembea miguu, miwili na hii. Ikiamua inatembea juu, maana ni Roho. Ndio maana malaika wametokea nyumbani kwa Ibrahimu. Ibrahimu akawapokea, Ezra akapokea wanadamu. Wana matumbo kama matumbo ya wanadamu. Wana macho, wali, wamevaa nguo na masuruali, lakini ni malaika. Wakamega ugali wakadumukiza tonge. Anafikiri ni watu, lakini kiwaangalia sura nzuri. Anamuumbika kama malaika. Malaika wakiamba kuvaa sura hizo, pua usipime. Unachukulia hivi kamasi kama zimo, pua zimekauka. Pigia Yesu makofi wewe. Kazi ya pili. Nimefanya kazi ya kwanza hiyo, yeye ni kiongozi. Na kwa somo tunakuja kutana tena. Lakini tumekueleza mambo mengi, ni kiongozi kwa mambo mengi. Hata kwenye biashara yake, huyu Roho wa Bwana ana nafasi bado kipewa.
feel the so many presence of the Lord, the Holy Spirit, because I am talking about Himself. Let me tell you, I'm sure about the things in which I'm talking with you. We have the wonderful Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. How many understand this language which I'm talking? Amen. Amen. Kama kimepinda kinyoshi. Hallelujah. Amen. Ni vizuri kama nini kama unafundishwa usikia kuna uwepo wa Mungu. Yes. Maana mimi nasikia uwepo wa Mungu. Mpaka kwenye kucha. Hebu ukijalia kumkazia macho kama unasikia nini? Unasikia nini? Unasikia kudaiwa au? Wana bahati watu ambao wanaona kwamba wana deni, wanajua ile deni bila shaka atapata mlango wa kutokea. Maana tunazungumzia mtu ambaye ni mkuu kupata magonjwa. Ni kupata ndoa yenyewe. Ni kupata wachumba wenyewe. Kwa hiyo yeye juu ya kila kitu ukimsikiliza vizuri, matokeo yatakuwa makubwa. Ubarikiwe sana mzee Baraka na kupenda sana. Ndio maana mwalimu uliendesha shule Jumapili. Unajua umetumiwa na Mungu. Unajua kama kuna mtu anafuatilia umetumiwa na Mungu kwa kiwango cha ajabu. Amen. Ni sawa au sio sawa? Ni sawa. Umefundisha. Na mimi nilipoingia nikasikia mwanangu hapo wakati tunaomba nenda kwa lugha unataja Roho Mtakatifu. Nasema nataka nikuone leo. Nasema huyu binti amejuaje huyu? Kwa hiyo wakati katibu anafundisha nikaona kuna zako naelekea Roho Mtakatifu. Sio kwa hiyo unafundisha Roho Mtakatifu unafikia siku ya 7 lakini wewe unakuja na baba dua Roho Mtakatifu unajua hapa mzee alishakubali hii message. Amen. Amen. Kwa hiyo mzee Baraka wewe ni mtu mwema. Na alikuwa hana budi kuokolewa mzee. Kwa sababu sisi watumishi wake tumevaa mavazi yake ambayo tunulia before yeye kusalenda kwa Yesu. Lakini mwambie mama Tumaini wapeleke hao watumishi wa Mungu. Wapeleke watumishi wa Mungu duka fulani wachague viwalo. Wakati mwingine yuko makini anasema nimetuma na zaka yangu. Nimetuma na sadaka yangu. Kumbe yuko anajikaanga lazima aokolewe. Na sadaka zinaendelea kuongea. Ndio ushuhuda wa maandiko. Amen. Kama Kornelio aliokolewa baada ya mbingu kushuhudia wingi wa maombi yake na wingi wa sadaka zake, mbingu zikasema malaika nenda haraka. Kornelio ni mtu wa muhimu, lazima akawajoini watu wengi. Amen. Kwa miongoni mwa vitu vizuri vya kuokoa ni pamoja na utele wa sadaka zako. Mama kumbuka tunabeba viti vingi na kuuliza tena mchungaji mwenyeji na kuuliza hivi viti kuna vikomba ndani, mzee ana taarifa tusifanye wizi hivi hapo ni akili au sina akili? Sio mchungaji wa kumlisha roho zake. Mtu amejaa tu roho anabeba viti vyote akasema ni tatizo hili. Na muuliza mama mzee anajua sema anajua amebariki sema amebariki tunabeba vyote tunakomba hapo acha kukolea. Tunamwangalia kwa ibada mzee. Mtulivu kana kwamba hamcheza kale huyu mzee. Wao wanasema ile ibada tunachukua vijana wawili na waonyeshe kazi. Hebu pia wakafu wewe. Amen. Wewe Steve mahali ulipo ipate mzee kwa hapa mjengoni. Kadhalika Tumaini afanye na David kule Morogoro. Piga Yesu makofi mengi. Tunaongea leo mchungaji wangu mimi nimecheza kaleti si kawaida. Kaleti unaangalia ile ya tembea yake. Wakati atoa simama tunambatiza. Unaangalia nataka Mungu anambia hamkushia mchungaji. Unashia. Tembea kama ndege sikabovu. Piga Yesu makofi mengi. Na pili sijalitaja. Acha nilitaje ile haraka kama ndege za Magufuli wakati huu. Sijui kama bado zipo. Okay. Jambo la pili habari hii
Maandiko yanasema, asante sana rafiki yangu, umekuwa careful kabisa. Soma rafiki. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, ndio, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Ndio, kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Endelea kidogo. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6. Asante. Nitaomba ukiona muda wako mwenyewe uanzie hata mstari ule wa ingalau hata watano kushuka chini pale ole 26. Lakini nataka nielezee kidogo hapo kwamba kwa nini tunasema yeye ni muumbaji. Alipotokea alimwambia atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Ni sawa sio sawa? Lile neno atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ni wazi kwamba anaelezwa Roho Mtakatifu ndiye atakayeumba kile kitoto kichanga ndani ya tumbo. Roho wa Bwana atakufunika, atakuchilia na kukufunika. Naam. Tunapata akili kwamba kumbe yeye ndiye aliumba mwili wa mtoto Yesu. Kwa yeye ni muumbaji. Na Mariamu aliposikia habari kwamba Roho Mtakatifu ndiye atakayemchilia na kumfunika, maswali yote, mshangao wote kauondoa. Ndipo kuna mbele ya maisha anasema, sasa kama ni Roho wa Mungu atakayenifunika, naomba yote ambayo umeyasema kwangu uliyotumwa na Mungu mbinguni, hata neno moja lisipungue, ayakamilishe yote. Maana yeye kama umesema Mungu Roho Mtakatifu, huyo sina swali, yeye ataumba. Amen. Jambo la tatu ni kuwapa uwezo wa kutabiri. Kazi nyingine anayoifanya Roho Mtakatifu ni kuwapa uwezo wa kutabiri. Yeye ana uwezo wa kufanya mtu atabiri. Amina. Amen. Atabiri au atoe unabii. Sitakuwa nimeeleweka? Kwamba yeye Roho Mtakatifu huyu anaweza kumwingia mtu akamgeuza akaanza kutabiri. Amina. Akaanza kutoa unabii. Ndio maana Maandiko yanasema, kwa maana hakuna nabii yoyote ambaye alitoa unabii kama takwa yake mwenyewe, lakini yoyote aliyemsikia toa unabii, aidha kwa kuandika, aidha kwa kusema, Roho wa Mungu alikuwa ameenda akamfunika na akaamuru atoe unabii. Kwa wakiwapo katika maombi, wakiwapo kwenye position, ndipo unasikia mtu mmoja anasema nabii mmoja wapo hapo akasema, sikilizeni wa Pentecoste, nasikia ndani yangu nimeona kwa jicho la kinabii, nimeona kuna njaa kali hiyo, ingawa hamuioni ninyi, lakini Roho wa Mungu anafunua yale, anatabiri kwamba njaa kali itakuja kuikamata dunia. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kutupa uwezo wa kutabiri kwa ajili ya unabii. Okay, hiyo nafikiri jambo la tafsirio. Hivi nenda haraka kiasi kwamba hatuelewani eti. Hebu nikupe maandiko sasa, Samueli wa kwanza 16, usisome. Yeye ana uwezo wa kutupa uwezo wa kutabiri, uwezo wa kuachilia unabii. Kipengele cha pili, cha kwanza hicho nimeua hivyo. Cha pili, katika kazi hii kubwa, katika mlengo huu mkubwa, katika somo letu hili kubwa na pana, niseme machache kwenye kipindi cha wiki cha pili. Number 1, Roho Mtakatifu miongoni mwa mambo afanyayo mengi kwenye kipengele hiki cha pili ni kwamba jambo la kwanza unaloweza kuliandika, yeye ni mwonyaji au anaonya. Roho Mtakatifu ni mwonyaji, mkato anaonya, hutoa maonyo. Kwa nini hutoa maonyo? Ni tabia ya Mungu. Amina. Mungu alipookoa Rutu na familia yake, utaona Mungu ni Mungu wa maonyo. Anasema ingawa unaokoka katika
kwamba bado wewe ni mwelekevu, ni mshika maelekezo. Umepona na moto kabisa, ni sawa, ila usigeuke. Ndio pale tunaona ameondoka maporomoko ya moto, maporomoko ya mapipa ya moto. Yeye mwanaume hageuki, pekee yake mke wake akageuka, kahesabiwa kwa nguzo ya chumvi papo hapo, lakini mwanaume yule hakugeuka. Kwa hiyo yeye, Roho Mtakatifu ni mtoa maonyo na ni mtoa maelekezo. Ni mwonyaji au anaonya. Tumejuaje kama anaonya? Sasa soma maandiko, kitabu cha Luka 25:26. Soma fast. 25 sura 26 mstari. Haipo. Sura ya pili, sura ya pili mstari wa 26. Maandiko yanasema, ndio mstari wa 26. Ndio. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba ndio hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Anaonya leo, hautaachana. Endelee. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomletea mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi. Asante, naomba nieleze vizuri hapo.